Habari ya asubuhi. Mko tayari? Okay. Jambo la kwanza tunamshukuru Mungu, tumewasili hapa mjini kwenu ni Kigoma nikiwa na wachezaji wangu wote ni wazima na wapo kwenye hali nzuri. Na nitakumuomba zaidi, tunamuomba zaidi Mwenyezi Mungu kesho atuamshe kwenye hali nzuri tukaishuhudie game nzuri zaidi. Nalijua hilo mwanzo kwa ni mechi ya kesho, ni mechi ngumu, na ukiangalia mpinzani wangu ameshinda ni mechi mbili kwenye uwanja wake ni wa nyumbani, lakini hata vile vile ni alama zetu kama utaziangalia zaidi zimekaa kwenye same manake 8 kwa 8, na ndio maana nimesema ni mechi ngumu, lakini vile vile tunacheza na mpinzani mgumu. Kusema ukweli ni Mashujaa ni timu nzuri, ina wachezaji wengi ni wazuri, ni wazoefu, lakini hata vile vile ni mwalimu wao ni mzoefu wa hii ligi. Lakini hata sisi Mbeya City tumelijua hilo. Hata mimi ni mwalimu mzoefu ndani ya hii ligi, na ukiangalia hata ni mechi zetu sisi tumeshinda zote away. Sasa ndio maana nimesema mchezo wa kesho ni mchezo mgumu kwa sehemu zote mbili. Mgumu kwa upande wa Mbeya City, lakini mgumu kwenye upande ni wa Mashujaa vile vile, lakini kesho ufundi zaidi ndio utakaoamua game. Na mkocha timu yako inaonekana inafunga magoli mengi mpaka sasa hivi imeshinda goli 7 lakini kwa imeruhusu mabao 6. Unakwenda kucheza na Mashujaa ambayo safu yao ya shambuliaji iko vizuri, lakini pia inaonekana kuwa bora kwenye eneo la ulinzi. Upi mpango wako hasa kuelekea kwenye timu ambayo ilikuwa ikiwa bora kwenye maeneo yake mawili? Jambo la kwanza umeniuliza swali zuri, niongera sana kwa hilo, lakini hilo sisi tumeliona mwanzo, na kama ukiangalia tumelifanyia kazi tusiruhusu goli. Sasa bila shaka kwenye mchezo wa kesho hatutaki kuruhusu goli, lakini vile vile tumeimarisha zaidi kwenye safu yetu ni ya ushambuliaji kuhakikisha ni tunaondoka na magoli mengi. Pengine mashabiki wa Mashujaa wanataka kufahamu zaidi ya mabao kesho na atakuwa sehemu ya kikosi kwenye mechi ya Mashujaa. Na ndio maana nimesema mwanzo wachezaji wangu niliosafiri nao wote wapo kwenye hali nzuri na wapo wote, na hatuongee sijui nani hayupo, lakini ni wachezaji wangu wote niliosafiri wapo hai na wapo vizuri zaidi, ni kwa sababu ya mchezo wa kesho. Ukiangalia hii Mbeya City mpya, lakini jina ni Mbeya City na mwalimu mpya, wachezaji wake wapya. Kwa hiyo hatuangalii ni historia iliyopita. Kwanza tumshukuru Mungu. Kwa jina naitwa Sudi Abdallah Dondola. Ni team captain ambaye nimekuja kuwakilisha wenzangu katika mchezo wa kesho. Maandalizi yetu ni mazuri na tunashukuru mwalimu ameweza kufanyia kazi mazoezini. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri kuhakikisha siku ya kesho tunaanza kuondoka na alama 3. Jambo la kwanza ni mazuri ambayo kama alivyosema awali mwalimu ni kuhakikisha yale ambayo tuleteni mazoezini tunaenda kuhakikisha tunaenda kufunga magoli mengi na kuweza kuamua mchezo. Na huwezi kuwa bora pasipo kufanya makosa, kwa sababu unapofanya makosa ndipo unapoweza kuadhibiwa. Kwa hiyo ukifanya makosa zeni lazima utahusu magoli, lakini kwa idadi yetu ambayo tulokuja hapa tunahakikisha kabisa tunaweza kuondoka na alama 3 mbele ya Mashujaa. Hali yote benchi la ufundi ameshafanyia kazi, kwa hiyo panapo majaliwa natumaini sisi tutaondoka na alama 3 kwa maana tutacheza mchezo uliokuwa mzuri. Tunaliheshimu benchi la ufundi la Mashujaa kwa sababu wana mwalimu mzuri of course. Kwa hiyo hivyo mwalimu ameshafanyia kazi na tunajua nini ambacho tunakiendea, kwa sababu haya mengine yapo ndani ya uwezo wetu sisi wachezaji kwenda kuamua mchezo ndani ya dakika 90. Kikubwa tu wajitokeze kwa wingi, na tunatambua kama tupo sehemu sahihi ambao tumekuja na wao wapo wameshafika. Kwa hiyo kikubwa kesho wao kujitokeza uwanjani kwa mapema ili kuweza kuisupport timu na tunahakikisha kuweza kuondoka na matokeo.